Assalamu alaikum vipenzi vyangu, karibuni tena kwenye channel yangu ya TZ Fashion, na hapa tupo katika series yetu pendwa kabisa inayosema kwamba je, vazi hili linafaa, na hapa tupo katika episode yetu ya 6, na siku ya leo tutaweza kuangalia yale mavazi ya wanawake wanene kama yanakuwa yanafaa ama hayafai, kwa sababu ukweli uko hivi, sio kila nguo au vazi unaloliona basi linafaa kwa kila umbo. Leo hapa tutaweza kuonyesha aina 5 za mavazi tofauti tofauti, alafu tutachambua kwa pamoja tuone kama mavazi haya yanafaa kwa wanawake wanene au hayafai kwa wanawake wanene. Twende pamoja kuangalia aina hizo za mavazi. Vazi letu la kwanza ni A-line, ni gauni la A-line. Mimi aina hii ya gauni napenda kuliita gauni mama kwa sababu ni moja ya gauni ambalo linapendwa sana na watu wengi. Ni moja ya gauni ambalo linakuwa linabana sehemu za juu katika kifua na hapa katikati ya tumbo. Alafu huku chini linaendelea kuflow kama kawaida. Unaweza ukakuta gauni hili kwa huku chini limevutwa marinda yale ya kupanga, au limeweza kuvutwa yale marinda madogo madogo, au pia wengi wanapenda kulitengeneza likiwa la mwamvuli. Alafu unakuta kuna mkanda ambao unapitishwa hapa katikati. Kwa hiyo kunakuwa na vipande viwili vinavyowekwa. Kipande cha chini ambacho ni kipande cha mwamvuli, alafu kipande cha juu kinakuwa kinabana vizuri kabisa. Alafu wengine wanaweza kuweka zipu, wengine wanakuwa hawaweki zipu upande wa nyuma, au hata katika upande wa pembeni unakuta ni kunaikuwaga zipu. Mwingine hapendi zipu ya nyuma, anaweza kuweka zipu ya pembeni kushoto au kulia. Ni aina ya gauni ambalo wanawake wanene wengi huwa wanalipenda. Na wanalipenda kwa sababu gani? Ni moja ya gauni ambalo linabana sana sehemu za tumbo, lakini pia linaficha tumbo au linaficha pia maeneo mengine ambayo mwanamke hataki yaonekane, yanaweza kaficha. Lakini pia ni gauni ambalo linatoa heshima ya mwanamke pale tu anapokuwa anavaa aina hii ya gauni. Hapa inategemea na kitambaa au kitenge mwenyewe utakachokuwa unakitaka, kwa sababu aina hii ya mshono unaweza ukashona kwa kupitia kitambaa, pia unaweza kushona kwa kupitia kitenge. Kwa hiyo it depend na vile mwenyewe utakavyokuwa unacheza na mavazi yako. Na kwa upande wangu naweza nikasema kwamba aina hii ya gauni la A-line linafaa sana kwa wanawake wanene, kwa sababu linatoa mtindo mzuri na linafanya mwanamke aweze kuonekana smart, aweze kuonekana nadhifu katika kuvaa aina hii ya gauni. Na pia anaweza kwenda nalo sehemu yoyote. Anaweza kwenda nalo kazini, anaweza kwenda nalo katika matembezi ya kawaida, picnic, na akapata muonekano mzuri na akapendeza kabisa katika muonekano wa vazi hili. Vazi letu namba 2 ni sketi za mwamvuli. Inaweza ikawa ni sketi za kutoboa au mwamvuli ule wa kutoboa au mwamvuli wa kawaida unakuwa umeungwa. Mwamvuli wa kutoboa ni ule mwamvuli ambao haujaungwa kabisa. Kwa hiyo kuna utofauti. Kuna mwamvuli wa kuunga na mwamvuli ambao haujaungwa. Ila kwa lugha ya mafundi wanakuambia mwamvuli wa kutoboa, kwamba mwamvuli ambao haujaungwa kabisa. Ni moja ya sketi ambazo zinakuwa zinabana sehemu za juu, alafu huko chini zinakuwa zinaachia. Designing yake ni designing ya mwamvuli. Ni aina ya sketi ambayo wanawake wengi wanene wanaipenda, kwa sababu inawafanya wanawake wanene wajisikia huru, kuonekana nadhifu, lakini pia kupata muonekano ule wenyewe ambao utakuwa unawapendeza, kwa sababu aina hizi za sketi mara nyingi huwa zinabana sana sehemu za tumbo. Kwa hiyo zikibana sehemu za tumbo, ile tumbo linakuwa linajificha na anaonekana kama ni mtu ambaye hana tumbo. Lakini pia linatoa mtindo mzuri wa muonekano wa mwanamke ambaye ni mnene. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba aina hii ya sketi hizi za mwamvuli inafaa kabisa kwa wanawake wanene. Hapa tunacheza na kitambaa, kitambaa kisiwe kizito wakati wa kushona sketi hizi za mwamvuli. Kwa mimi napendekeza sana kuweza kushona kitambaa cha kawaida,
Either ni kitambaa cha Turki au kitambaa cha chiffon au satin, unaweza ukashona sketi hii. Lakini kwa vitenge unaangalia na kile kitenge ambacho kinakuwa ni chepesi. Usije ukashona sketi hizi za mwamvuli kwa kupitia kitambaa au kitenge cha wax, kwa sababu kitenge cha wax kinakuwaga ni kizito. Ili kuweza kupata uhuru wa wewe kutembea, basi tafuta tu kitambaa ambacho ni chepesi. Kwa wengine wanaekaga lining ndani. Kwa hiyo unapokuwa unavaa nguo ambayo ni nzito, wewe mwenyewe pia unajiona kabisa hauko comfortable, kwa sababu ile nguo inakuwa ni nzito, haikupi uhuru. Lakini pia vile vile unatakiwa kuangalia na urefu. Hakikisha kwamba nguo yako ambayo unaishona sio ndefu kupitiliza. Haipendezi kama unatembea alafu ile nguo unakuwa unaishikashika kila wakati. Ule mtindo unakuwa unapotea. Yaani wale watu ambao wanakutazama hawajui ile nguo yako iko ya aina gani. Mpaka mtu anakuambia, hebu achia nione mtindo wako wa nguo. Ndo pale mtu unapoachia alafu ukazunguka, kwamba hebu zunguka nione. Lakini unapokuwa umeweka size inakuwa ni nguo nzuri na mtu anaona ule mtindo wako wa nguo ulivyo. Vazi letu namba 3 ni gauni ambalo linabana sana. Ni aina ya gauni ambalo linashika mwili wote kutoka kwenye maziwa, tumbo pamoja na hips. Unaweza ukakuta wanawake wengine wanavaa gauni la tight, ambalo gauni lake linakuwa labda ni la kubana la tight vizuri, alafu ni gauni la mpira. Alafu juu wanaongezea pashmina au wanaweza wakaongezea na baibui. Kwa hiyo lakini pashmina inakuwa ni vizuri kwa sababu inakuwa ile gauni linaonekana sana. Lakini kwa upande wa wanawake wanene ni moja ya gauni ambalo halifai, kwa sababu ni gauni ambalo linakuchoresha sehemu za tumbo. Hapa unakuta kwamba mtu anaona kabisa mpaka jinsi tumbo lako lilivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema kwamba aina hii ya gauni sio zuri kwa wanawake ambao wanene. Halifai kwa wanawake wanene kuvaa aina hizi za gauni. Lakini kama kwa mtu ni mwembamba, unaweza ukavaa na ukapendeza sana. Unaweza pia ukatupia na baibui au pashmina, ukatoka ukiangalia tu na accessories ambazo utakazokuwa unavaa zisiwe nyingi. Lakini pia katika viatu, angalia na viatu na matukio unayoenda, kwa sababu kila kiatu kinakuwa na matukio yake. Kwa hiyo kuna kiatu ambacho kinapendeza matembezi ya kawaida na kuna kiatu ambacho kinapendeza katika sherehe za usiku. Kwa hiyo ukiweza tu kuzingatia hivyo vitu, basi muonekano wako unakuwa ni mzuri na unakuwa smart katika vazi hili. Vazi letu namba 4 ni gauni lenye mistari ya wima. Ni moja ya gauni ambalo kwanza kabisa linafanya mwanamke aweze kuonekana mrefu. Linasaidia sana mwanamke aweze kuonekana mrefu machoni mwa watu. Na pia inasaidia sana kuweza kuonekana kwa mwanamke mnene mwembamba. Kwa hiyo unapokuwa unavaa aina hizi za gauni ambalo linakuwa na mistari ya wima, unaonekana ni mwembamba. Kwa machoni tu mtu anapokuwa anakutazama, basi anaona wewe ni mmoja wa mwanamke ambaye ni mwembamba. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya mavazi tunapokuwa tunavaa mtu anakutafsiri tofauti. Mwingine anakuona wewe kama ni mwembamba, mwingine anakuona wewe kama ni mnene. Na ndio maana huwa kuna baadhi ya mavazi unapokuwa unavaa unaambiwa, mbona leo umenenepa? Mbona leo umepungua? Ni kutokana na yale mavazi. Kwa hiyo vazi hili linafanya wewe uweze kuonekana mwembamba. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba ni moja ya vazi ambalo linafaa zaidi kwa wanawake wanene. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke mnene, unaweza ukachukua gauni lako ambalo lina mistari ya wima, ukalidesigning vizuri kabisa, usilidesigning kiasi kwamba yani ile mistari ikaweza kulala. Ihakikishe kwamba mistari yako inakuwa ina wima, inasimama vizuri kabisa. Vazi letu la mwisho kabisa ni yale magauni ambayo yana mikunjo mingi sehemu za tumbo. Aidha unaweza ukakuta ni marinda ya kuvuta. Na mara nyingi unakuta mtu anashona marinda ya kuvuta kwa sababu inakuwa sehemu za katikati hapa kunakuwa na mikunjo mingi. Kwa hiyo unapokuwa wewe ni mwanamke mnene, ukivaa vazi hili ambalo lina mikunjo mingi sehemu ya tumbo, kwanza sehemu ya tumbo inakuwa inafura, inazidi kuonekana, tumbo linazidi, kwa sababu unakuwa umeweza kulisababisha lile tumbo kuweza kuonekana. Kwa hiyo ni moja ya vazi ambalo kwa upande wangu
naona kabisa ni moja ya vazi ambalo halipendezi au halifai kabisa kwa mwanamke mnene kuvaa. Mwanamke mnene anatakiwa kuvaa magauni ambayo yanakuwa yanaziba sehemu ya tumbo ili aweze kuonekana smart na aweze kuficha mwili wake na aweze kuonekana kabisa nadhifu katika muonekano wake. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema kabisa gauni ambalo la mikunjo mingi sehemu za tumbo halifai kabisa kuvaa kwa mwanamke mnene. Na hiyo sasa hapa besti zangu tumeweza kutazama mavazi matano tofauti. Tukiangalia gauni la kwanza mpaka gauni la tano. Baadhi ya mavazi tumeona kabisa yanasaidia kuficha mwili vizuri na kuficha tumbo vizuri na mwanamke kuweza kuonekana nadhifu pamoja na classic. Na mengine yanaonyesha umbo la mwili na kuonyesha sehemu za tumbo kuonekana kama tumbo ni kubwa. Tuende zetu sasa kwenye comment section. Niambie katika magauni haya matano au mavazi haya matano ambayo nimeweza kukuwekea, ni lipi gauni ambalo linafaa zaidi kwa mwanamke mnene? Kwa hiyo utaniandikia hapo comment. Usisahau kusubscribe channel yetu ili tusiweze kukosa episode ya mwisho katika series hii pendwa ya je, vazi hili linafaa? Na series yetu ya mwisho kabisa itakuwa inasema kwamba je, mtindo huu unafaa kuvaliwa katika siku ya Idi? Jamani, Idi inakaribia. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kujua gauni gani linafaa kuvaliwa katika siku ya Idi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Precious Tifa na hii ni channel ya TZ Fashion. Bye bye.